Usalama umeimarishwa jijini Dar es Salaam kuelekea kesho, siku ya Sabasaba, ambapo wanaharakati wameitisha maandamano kupinga ukandamizaji wa kisiasa Tanzania. Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya watoto 300 wameuawa mwaka huu katika vita vya Sudan, huku ukitaka uchunguzi uanzishwe Al Obeid kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu. Zaidi ya watu 500 wamefariki na Ebola kufikia sasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku usalama ukiendelea kusuasua mashariki mwa Kongo. Kijana wameripuka hizo ngambo za Minembwe, mapambano makali kati ya jeshi la government yani FARDC ambayo inasapotiwa na vikundi mbalimbali vya wazalendo. Na uamuzi wa shirikisho la soka duniani FIFA kumuondolea mchezaji wa Marekani kadi nyekundu wakosolewa vikali, huku ubashiri wa timu zitakazofika fainali zikianza kuchambuliwa kwa karibu. Inawezekana ikawa mshangao huko hapo kwamba Brazil kaondoshwa na Norway, lakini kwa performance ambao walikuwa nayo Brazil, ilikuwa ni timu ambayo unawaona kadiri wanapoendelea kwenda ndivyo ambapo wanasogea karibu zaidi na kutoka katika haya mashindano. Viwanjani, shirikisho la soka Ulaya laani hatua ya FIFA kubatilisha kadi nyekundu ya mshambuliaji wa Marekani, na Brazil kushindwa kutinga hatua ya 8 bora kwa mara ya kwanza kombe la dunia. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Kwanza ni taarifa ya habari za dunia. Jina langu ni Beldin Waliaula. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limeagiza kufanyika kwa uchunguzi wa haraka kuhusu madai ya kiukwaji wa haki za binadamu katika mji wa Al Obeid nchini Sudan. Agnes Penda anaarifu zaidi. Baraza hilo limesema lina wasiwasi mkubwa kuhusu ongezeko la hatari ya kutokea kwa mauaji halaiki, huku vikosi vya kundi la Rapid Support Forces vikiuzingira mji huo. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa janga jingine la kibinadamu linaendelea kujitokeza, ikilinganisha hali hiyo na ukatili ulioshuhudiwa katika mji wa El Fasher mwaka uliopita. Baraza la usalama lilikutana katika kikao cha dharura siku ya Ijumaa, huku hofu kiongezeka kuhusu uwezekano wa shambulio jipya dhidi ya mji wa El Obeid ambao ni makao makuu ya jimbo la Kordofan ya kaskazini. Kundi la Hamas limevunja serikali iliyotawala eneo la ukanda wa Gaza kwa zaidi ya miongo miwili na kutoa nafasi ya kuunuka kamati ya wasomi wa Kipalestina kuanza kutekeleza utawala wa kiraia katika eneo hilo. Hamas imekuwa ikisimamia eneo la Gaza tangu wapiganaji wake walipoitwa kutoka kwa wapiganaji wa kundi la Fatah mwaka wa 2007. Tangu kuidhinishwa kwa mkataba wa kusitisha mapigano na kati ya Israel na Hamas mwezi Oktoba mwaka uliopita, uongozi wa Hamas umesitiza kuwa umejiandaa kukabidhi udhibiti wa eneo hilo, lakini haujasema lolote kuhusu mpango wa kusalimisha silaha. Jeshi la Israel limeendeleza mashambulizi yake katika eneo la Gaza na kusababisha vifo vya mamia ya watu. Kasri ya kifalme ya Buckingham imekanusha tangazo lililotolewa na wasaidizi wa mwanamfalme Harry kwamba ataishi katika kasri hiyo wakati wa ziara yake jijini London wiki hii. Pisa Mwangangi na maelezo zaidi. Vyanzo vya familia ya kifalme vimesema kuwa Harry, ambaye ni mtoto wa pili wa mfalme Charles, hakujibu rasmi wito wa wasimamizi wa kasri hilo wa kuthibitisha ikiwa ataishi hapo kabla ya muda wa mwisho uliowekwa wiki iliyopita. Ripoti zinasema kuwa taarifa ya mapema ya siku kadhaa inahitajika ili kuhakikisha mgeni anaweza kupokelewa na kuhudumiwa na wafanyakazi wa kasri hilo la kifalme. Msemaji wa Prince Harry amesema kuwa hatua hiyo ya kasri la Buckingham ni la kusikitisha. Prince Harry anaishi California pamoja na mke wake Meghan baada ya wawili hao kutangaza mwaka 2020 kwamba wamejiondoa katika majukumu yao ya kifalme. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Shirikisho la mchezo wa soka barani Ulaya UEFA limeelezea ghadhabishwa kwake na uamuzi wa shirikisho la mchezo wa soka ulimwenguni FIFA ya kuondoa marufuku ya kutocheza mechi moja dhidi ya mshambulizi matata wa Marekani Florent Balogun baada ya Rais Donald Trump kumpigia simu rais wa FIFA. Rais Trump ametetea uamuzi wake wa kuingilia kati akisema kuwa hakufahamu athari za mchezaji huyo kupewa kadi nyekundu na kuwa haikuwa sawa kwa mchezaji wake bora zaidi kupewa kadi hiyo. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kusawazisha sheria za kimataifa ili kupunguza madhara yanayosababishwa na ukiukaji wa akili mnemba hasa kwa watoto.
Akiongea wakati wa mkutano wa kwanza wa Umoja wa Mataifa kuhusu akili mnemba mjini Geneva, Guterres ameonya kuwa hata kampuni za teknolojia zinazobuni akili mnemba hazina uwezo kukidhi mabadiliko yanayotokea katika sekta hiyo ambayo inabadili uchumi wa dunia pamoja na masuala mengine ya usalama. Amesema ni hatari kwa teknolojia hiyo kusalia mikononi mwa kampuni chache kwa sababu wanaweza kuhujumu mafanikio yaliyofikiwa. Hii ni BBC. Shukran Beldin Waliaula kwa taarifa hiyo ya habari za dunia. Matangazo haya ya Dira ya Dunia, msikilizaji, yanasikika nchini Tanzania kupitia Radio Free Africa, Radio 1 na CGFM. Nchini Kenya ni Gulf Radio, Nyota FM na Must FM. Ukiwa Uganda yategea sikio kupitia Radio Lira, Radio Kitara na Radio Paidha. Na DRC ni Radio Muungano Beni na Aliza Del Radio. Aidha yako kwenye FM, tovuti yetu bbcnewsswahili.com na kwenye kurasa zetu za Facebook na YouTube BBC News Swahili, ambako pia msikilizaji una fursa kutuachia maoni yako tukipata nafasi. Bila shaka tutasoma kadri tunavyosonga mbele ndani ya matangazo haya ya Dira ya Dunia, ambao jioni hii uko nami Karorobi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Halima Nyanza akiwa kule Dar es Salaam. Kwema huko? Kwema kabisa, salama na kupata Karo. Na tukianza basi na tuanzie hapa Tanzania. Usalama unaendelea kuimarishwa kwenye miji mikuu nchini Tanzania, ambapo kumeshuhudiwa maafisa wa polisi na jeshi wenye silaha wakifanya doria, huku serikali ikionya kuwa itachukua hatua dhidi ya mtu yoyote atakayehamasisha vurugu siku hiyo. Kupitia mitandao ya kijamii, wanaharakati wamekuwa wakihamasisha kufanyika maandamano siku ya Jumanne, yani kesho, kushinikiza kuwepo kwa uhuru wa kisiasa na uwajibikaji kufuatia matukio ya mauaji yaliyotokea kipindi cha uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kutokana na hali hiyo, nimezungumza na Alfred Lastek juu ya hali ilivyo kwa sasa. Hali kwa jiji la Dar es Salaam ni kwamba ulinzi umeimarishwa katika maeneo mbalimbali ndani ya mji na pembezoni mwa mji, kwa maana tumeshuhudia jeshi la polisi pamoja na jeshi la wananchi JWTZ wakiwa wametanda katika maeneo mbalimbali wakiwa na silaha, huku wakifanya doria na kuangalia vile shughuli zinavyoenda. Na mamlaka zimetoa taarifa yoyote juu ya taarifa ya maandamano yanadaiwa kuandaliwa kufanyika kesho? Tahadhari zilishatolewa na mamlaka kwa maana ya serikali kuu kupitia waziri mkuu, lakini pia waziri wa mambo ya ndani, ambapo walisema kwamba kuna hali ya sintofahamu na kwamba wamepata taarifa kwamba hali ya kiusalama si nzuri ndani ya nchi, na kwamba walikuwa wanafanya uchunguzi kuweza kubaini nini changamoto na kuweza kuchukua hatua. Lakini jeshi la polisi pamoja na jeshi la wananchi siku mbili zilizopita hapa wameeleza kwamba wanashikilia baadhi ya watu kwa tuhuma mbalimbali, huku wakieleza kwamba taarifa za intelligence zinaonyesha kwamba kuna watu walipanga kuandamana, ambapo pamoja na mambo mengi wanalenga kudhuru viongozi pamoja na raia, lakini pia wanapanga kuharibu mali za umma pamoja na binafsi. Lakini pia wanasema kwamba watu hao hawana nia njema na uchumi wa taifa. Wale ambao wanataka kufanya maandamano wanadai nini haswa? Maandamano haswa yanahimizwa ama yanashinikizwa na makundi ya wanaharakati kwenye mitandao.